Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, ni kukaribishe tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Natumaini unaendelea vizuri kabisa. Sasa mtazamaji, kuna taarifa ambayo imeripotiwa na CNN nchini Marekani ikieleza kwamba Marekani inajiandaa kuivamia Irani mwishoni mwa wiki hii, ingawa bado Rais Trump hajatoa uamuzi wa mwisho. Ni taarifa ambayo sasa hivi inagonga sana vichwa vya habari ulimwenguni, ambapo katika mwendelezo wa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Irani, hali ya tahadhari ni kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali. Taarifa inaeleza kwamba jeshi la Marekani limeripotiwa kuwa tayari kuishambulia Irani wakati wowote kuanzia mwishoni mwa wiki hii, ingawa Rais Donald Trump bado hajatoa uamuzi wa mwisho wa kuidhinisha shambulio hilo. Taarifa hizi zinakuja wakati kukiwa na ongezeko kubwa la maandalizi ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, hali inayoongeza hofu ya uwezekano wa vita kati ya mataifa hayo mawili. Kwa mujibu wa vyanzo vinavyofahamu mipango hiyo, ikulu ya Marekani imejulishwa kuwa vikosi vya jeshi viko katika hali ya utayari wa juu baada ya Marekani kuongeza meli za kivita, ndege za kivita pamoja na ndege za kujaza mafuta angani karibu na eneo la Mashariki ya Kati. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya mkakati wa kujiandaa kwa uwezekano wa operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran. Hata hivyo, licha ya maandalizi hayo, Rais Trump bado anaendelea kupima chaguzi mbalimbali. Inasemekana kuwa amekuwa akifanya mashauriano ya kina na washauri wake wa usalama wa taifa pamoja na washirika wa karibu, akitathmini faida na hasara za kuanzisha shambulio hilo. Viongozi wa juu wa usalama wa taifa walifanya mkutano maalum katika chumba cha Situation Room ndani ya ikulu kujadili hali hiyo, huku Trump pia akipewa taarifa kuhusu mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Marekani na Iran yaliyofanyika mjini Geneva. Katika mazungumzo hayo, wajumbe wa pande zote mbili walijadiliana kwa saa kadhaa bila kufikia makubaliano kamili, ingawa Iran ilisema kuwa kuna kanuni za msingi ambazo zimekubaliwa kama mwanzo wa mazungumzo zaidi. Marekani kwa upande wake ilisema bado kuna mambo mengi muhimu yanahitaji kujadiliwa kabla ya kufikia makubaliano ya mwisho. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya White House, Karoline Leavitt, alisema kuwa diplomasia bado ni chaguo la kwanza kwa Rais Trump, lakini alisisitiza kuwa hatua ya kijeshi bado ipo mezani na inaweza kuchukuliwa wakati wowote kulingana na tathmini ya hali inavyoendelea. Katika ishara nyingine ya kujiandaa kwa uwezekano wa vita, meli kubwa ya kivita ya Marekani USS Gerald R. Ford inatarajiwa kufika katika eneo la Mashariki ya Kati hivi karibuni. Meli hiyo ni miongoni mwa meli za kisasa zaidi za kubeba ndege za kivita duniani, na uwepo wake unaongeza uwezo wa Marekani kufanya mashambulizi ya haraka na yenye nguvu. Kwa upande wake, Irani nayo imeanza kuchukua hatua za tahadhari kwa kuimarisha usalama wa vituo vyake vya nyuklia. Ripoti zinaonyesha kuwa Irani imeanza kufunika baadhi ya vituo muhimu kwa kutumia saruji na udongo ili kulinda miundombinu hiyo dhidi ya mashambulizi ya anga. Hali hii imeongeza wasiwasi mkubwa katika jamii ya kimataifa, huku baadhi ya washirika wa Marekani wakionya kuwa shambulio dhidi ya Iran linaweza kusababisha vita kubwa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Pia kuna hofu kuwa hatua hiyo inaweza kuvuruga juhudi za kidiplomasia ambazo bado zinaendelea. Dunia inaendelea kusubiri uamuzi wa mwisho wa Rais Trump ambao unaweza kuamua hatima ya amani au vita katika eneo hilo. Ikiwa shambulio litaidhinishwa, linaweza kuwa tukio kubwa litakalobadilisha mwelekeo wa siasa na usalama wa kimataifa kwa kiwango kikubwa. Mwisho wa taarifa ambavyo inaeleza. Hiyo ni kwa mujibu wa CNN kutoka nchini Marekani ikiripoti taarifa hiyo. Sasa basi, jana mtazamaji, nilikuripotia kwamba Irani imeanzisha mazoezi makubwa sana katika ukanda wote wa eneo la Ghuba pale Mashariki ya Kati. Sasa wakilenga zaidi maeneo kama vile mlango wa bahari wa Hormuz na eneo la Persian Gulf. Taarifa hii inaeleza kwamba Marekani inajiandaa kuivamia Irani mwishoni mwa wiki hii muda wowote, lakini bado Rais wa Marekani Donald Trump hajaweza kutoa amri ya mwisho ya kuidhinisha mashambulizi hayo, lakini tayari vikosi vya Marekani vimejiandaa vilivyo. Na kwa nini mwishoni mwa wiki hii? Kwa sababu meli ya USS Gerald R. Ford inatarajiwa kuweza kufika Mashariki ya Kati, sehemu ambayo inatakiwa kuweza kufika kabisa mapema kabla hata mwishoni mwa wiki hii haujaweza kufika. Inaonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo vita hii ipo karibu kutokea wakati wowote. Lakini kwa upande wa pili wa Irani inafahamu kabisa kwamba huenda ikashambuliwa wakati wowote na Marekani, kwa sababu hata mwaka jana kulikuwa kuna mazungumzo ambayo yalikuwa yakiendelea kati ya Marekani pamoja na Irani, lakini mwisho wa siku mazungumzo yale kabla hayajaenda kufanyika kwa duru nyingine, Israel ikaanzisha shambulizi kwenda katika taifa
la Irani, na mwisho wa siku vita vikaweza kuanza na Marekani akaingia kati. Na katika wiki hii kumekuwa na vikao vya mara kwa mara vya Baraza la Usalama pale nchini Israel vikiongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, akiwaambia pia maafisa wake kwamba wakae tayari wakati wowote, kwani vita vinaweza kuanza. Yani Israel anaweza akaanzisha shambulizi bila kumtegemea Marekani moja kwa moja kwenda katika taifa la Irani. Kama kuna chaguo ambalo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu analitamani, basi vita ni chaguo la kwanza kuliko hata diplomasia. Sasa taarifa hizi ambazo zinaeleza kwamba Marekani iko tayari kufanya shambulizi inaonyesha kabisa kwamba ni kwa jinsi gani shinikizo kutoka nchini Israel ni kubwa kwenda kwa Marekani ili kuweza kushambulia Irani. Ndio maana hata kuna kipindi, mtazamaji, nilikuwa nakwambia kwamba sidhani kama mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Irani yatafanya kazi. Inawezekana tu hata maafisa kutoka pale nchini Irani wanajisumbua bure tu kwenda huku na kule wakidhani kwamba mazungumzo ni njia bora zaidi, kumbe wenzao upande wa pili Marekani na Israel wao wanawaza chaguo la vita labda ni njia tu za kuelekea katika kile ambacho wanakihitaji kukifanya. Yawezekana tayari dhamira yao ipo kwenye vita. Sasa watafikaje kwenye vita? Lazima kwanza waanze, tunaita ile mizugo, kwamba tuzungumze, tukubaliane, ionekane kama kuna vipengele ambavyo ni vigumu, mwisho wa siku waweze kuidhinisha mashambulizi kwenda katika taifa la Irani. Na Irani inasema kwamba kama kuna vita ambavyo imejiandaa navyo, basi ni hivi tangu nchi hiyo iweze kuumbwa au iweze kutambulika. Yani wamejiandaa vilivyo kwa kuweka tayari vikosi vyao wakati wote, vikosi vya majini, vikosi vya angani, vikosi vya ardhini. Sio tu hivyo, na kutega makombora katika maeneo mengi ya kimkakati. Ndio maana hata siku zilizopita hapo nyuma makamanda wa IRGC walikuwa wakieleza kwamba vidole vyao vipo kwenye vitufe vya kufyatulia makombora. Fingers is on trigger. Kwa hiyo muda wowote kama vita vitakwenda kuanzishwa katika eneo la Mashariki ya Kati, basi tunaweza tukashuhudia mpasuko mkubwa sana unatokea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwa sababu havitakuwa vita vidogo, vitakuwa ni vita vikubwa vya kutisha vya kuiumbisha dunia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa wachambuzi mbalimbali wa diplomasia duniani wanaona kabisa escalation kubwa inakwenda kutokea duniani, hasa katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Irani imekuwa ikifunga anga lake mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini kule, lakini vile vile katika maeneo pia ya kusini imekuwa ikifunga anga lake kwa sababu tu ya hali ya kiusalama. Na mara nyingi sasa hivi Irani inafanya mazoezi mazito ili kuweza kujipima na kuwa tayari wakati wote, lakini pia kuweza kutuma onyo kwenda kwa Marekani kwamba njooni wakati wote, sisi tuko tayari kuweza kupambana na nyie. Ikiwa rais wa Marekani Donald Trump ataidhinisha shambulizi dhidi ya Iran, basi tunaweza tukashuhudia vita vikubwa zaidi. Na kupitia kiongozi wao mkuu Khamenei amesema kwamba watakwenda kuifundisha dunia ni kwa jinsi gani vita vinapiganwa, na wao ndio wataamua vita viweze kumalizika vipi. Yani wanataka kuweza kumsambaratisha adui kabisa, asiwepo pale Mashariki ya Kati, na adui yake mkubwa ni Israel. Na pia zile kambi za Marekani zote Mashariki ya Kati wamesema watazichakaza vilivyo. Sasa tushuhudie kwamba ni maneno tu au pia na vitendo vitaweza kufanyika, sio tu maneno kama ambavyo yameweza kuongelewa siku hadi siku. Basi mtazamaji, mimi hapa leo jukumu langu kubwa ni kuweza kukujuza yote atakayojiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Shout out sana na nikushukuru kwa kuichagua Zone Media wakati wote.